Sometime una mawazo mengi sana. Unasema ni dhambi gani hii yenye Mungu hawezi nisamehe? Haya maisha nimechoka nayo. Ni dhambi gani Mungu nilifanya kweli? Mungu nisamehe. Hata kama ni ya mababu, Mungu nimefunga, sadaka nimetoa, kanisa ninaenda, mbona vitu vinajirudia tu kwangu, vinajirudia. Mimi naona ni kama mwangazo na kuja najikuta nimerudi pale pale. Wakati mwingine unakuwa na mawazo mpaka unashindwa kukula, unalia tu mwenyewe, unashindwa kula. Si kwamba umefunga. Sometime inabidi tu uende tu kuzunguka, kutembea tu yani upate amani ama unaweza. Yesu ananiambia, mama, hujasahauliwa. Hujasahauliwa na Mungu. Hujasahauliwa. Yesu ananiambia atakutendea kile unataka, atakupatia. Bora usiache wokovu, usiache kanisa. Simama na Mungu, atakutendea. Na iamuru Roho na ikuachilie katika jina la Bwana majeshi. Uone mkono wa Mungu. Unasema, Mungu nitafulia watu mpaka lini? Huyo Mungu ameruhusu fulie watu. Kuna siku watu watakufulia. Kuna siku wengine watakufulia. Kuna siku tapea watu vibarua kwa nyumba yako. Amen. Jesus. Yes, akuje kwako Jesus. Akuje kwako. Akutendee leo. Akutendee mwaka huu. Huu mwaka akutendee. Achilia haraka wote. Bwana Yesu, kama watu wanapata wanaume kupitia TikTok, kupitia Facebook. Juzi nimeona mtu akishuhudia, ako live kwa TikTok, anasema TikTok ilimpa mume, alikuwa ameolewa akaachwa, through TikTok akapata mume. Huyu akutanishwe na ndoa. Mungu mkutanishe na ndoa. Ukutanishwe na ndoa yako. Ukutanishwe na ndoa. Ukutanishwe na ndoa. Ukutanishwe na mume kwa jina la Yesu Kristo. Mwenye sifa ulizonazo apatane na wewe. 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 Apatane na wewe katika jina la Yesu. Apatane na wewe katika jina la Yesu. Fungua haraka. Achia haraka. Wao wanakuhesabia miaka. Wengine wanasema, kwani utazeeka jamani? Huyu atazeekea nyumbani. Huyu hata waiolewa. Mungu awanyamazishe. Mungu awanyamazishe wanakuhesabia miaka. Hata kama umezaa uko na mtoto, kuna mwanaume anataka mke mwenye aliye na mtoto. Maana already mwanaume ako na watoto tayari. Hataki mke wa kuzaa, anataka mke wa kulea watoto. Already ako na watoto tayari. Already ako na mtoto. Na hata kama ni wa kuzaa, kuna watu wameolewa na mtoto, kuna watu wameolewa na watoto. Wengine wameolewa Germany na amezaa, na ameolewa Ujerumani, anaishi Ujerumani na alikuwa amezalishwa akaachwa. Toa kwa tumbo, toa kile mliweka, toa hivyo, toa. Toa. Mikono yote toa haraka. Shika, toa, shika, toa. Shika, kamata tumbo, toa. Toa kabisa. Toa haraka, toa kwa tumbo, toa kwa tumbo. Toa, kamua tumbo, kamua. Chochote mliweka ndani, toa. Toa. Aolewe na azae. Aolewe na azae watoto wengine. Aolewe na azae. Natangaza aolewe na azae. Aolewe na azae. Aolewe na azae. Aolewe na apate watoto. Aolewe apate watoto. Aolewe na azae. Tunatangaza atazaa. Tunatangaza atazaa. Kwa jina la Yesu atazaa. Awe na ndoa na azae. Azae watoto wa kiume na wa kike katika jina la Yesu aliye hai. Fungua katika jina la Yesu. Fungua, toa kila takataka zenu, toa kila mahali, toa. Toa. Hata mkiketi toa. Mkimaliza mtalala mkienda, toa. Toa chochote mlimweka kwa mwili, toa. Yes. Toa kabisa, toa. Ondoa sura mbaya, kutoonekana, kutokupendwa, kutokupata bwana, kutokupata mume.
kupata boyfriend na hapati mume. Natangaza asipate boyfriend, apate husband. Apate husband, sio boyfriend. Toa kabisa. Toa magonjwa, toa shida, toa visirani, toa mikosi, toa yote, toa kabisa, toa yote, toa. Natangaza ende kaolewe kwa jina la Yesu. Toa vile wanatoa kwake na kwako funguliwa. Hata watu wanawadai pesa yake wamlipe. Toa madeni, vazi la madeni, rarua mavazi ya madeni, rarua mavazi ya madeni, rarua kabisa vazi la madeni, rarua vazi la madeni, rarua haraka, rarua kabisa vazi la madeni, rarua. Ile bidii yako na kufanyia watu vibarua, hiyo bidii iwe bidii ya maendeleo, bidii ya kulea ndoa yake, bidii ya kutunza mume wake. Vile afulie waume wa wengine, akafulie mume wake. Yes, toa haraka, toa kabisa, toa madeni, vua kila vazi la madeni, vazi la kudharauliwa, vazi la kuonewa, vazi la kung'ang'ana. Vua kabisa, vua kila vazi, vua haraka, toa haraka, toa haraka, toa, vua kabisa, vua kila vazi la chuki, vazi la kutengwa na watu wa familia, vazi la kusemwa vibaya, vazi la aibu, hata kwenda nyumbani anaona aibu, vazi la aibu, toa. Vazi la kusemwa na maanti, vazi la kuongea vibaya na maanti na maanko, vazi la kusemwa na majirani, toa. Vazi la kusema na makazi, toa. Rudi ukitoa kabisa, toa haraka, toa haraka, kwa jina la Yesu. Fungua miguu yake, natuma moto kwa miguu. Popote mliweka pisi ya kiatu, popote mliweka kiatu chake, kwa jina la Bwana. Popote mliweka nguo zilizopotea, yes, toa haraka, toa. Miguu inawaka moto. Fire kwa miguu, 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 fire kwa miguu. Miguu inawaka moto. Fire kwa miguu. Tumana fire juu ya miguu yake. Tumana fire, tumana hiyo, tuma fire katika jina la Yesu Kristo. Kwetu tumezaliwa watu 11, mama mmoja. Watoto 11 kwa mama mmoja. Mimi ni 10th born. Kwa sisi wote hakuna mwenye hajaolewa. Lakini hamkai. Lakini hatukai. Ni watu watatu sahi wako tu peke yake. Hata wenye first month tumefanya harusi sahi na bibi. Jesus Christ. Mimi nilikuwa nimeolewa wakati wenye nilitolewa mahali. Ulilipiwa mahali kabisa? Jesus. Sijui nilitoka sijui. Hata mtu ajuangi akitoka. Hata uji. Hata sistangu mkubwa alipanga nguo akaenda. Jesus. Sasa watu watatu tu. Ulikuwa mwolewa wapi? Mimi ni Mkikuyu wa Kirinyaga. Ulikuwa mwolewa wapi sasa? Huko karibu na kwetu tu. Siko mbali. Yaani mnatoka tu. Jesus. Tunatoka tu. Wavulana ni wangapi? 8. Wasichana wawili. Watatu. Wavulana wangapi wameoa? Patia 7. Tulikuwa tumeolewa sisi wote. 8. Watatu tu ndio wako kwa ndoa. Wanaume watatu tu na yani wawili tu ndio wako kwa ndoa za kwanza, lakini mmoja ameoa pili. Wa kwanza alienda. My sister, Mungu akufanye ufungu. Naomba kupitia wewe nijue ndugu zako wote. Mungu afanye kitendo. Simama karibu naye please. Simama karibu na yeye. Mungu afanye kitendo mpaka jamii ya kwenu watake kujua ni madhabahu gani ulienda, mpaka watake kujua ni Mungu yupi unaabudu. Mungu afanye kitendo kwenye maisha yako.
hata kama mlirogoa, huyu aliwafunga, ikiwa ni mtu wa familia, ikiwa ni jirani. Roho Mtakatifu, ninakuabudu Bwana, mfanyie spiritual scanning. Spiritual scanning. Na kuitishia spiritual scanning. Spiritual scanning ni hiyo spirit itakamatwa, na iseme kile walifanya, waseme nini waliwatendea na walitumia gharama gani. Spiritual scanning. Na kuitishia kwa jina la Yesu, na kuitishia spiritual scanning, hiyo roho ikamatwe na iseme ni nini walifanyia watoto wa baba yako na mama, mbona wasiwe na ndoa. Inakamatwa sasa kwa mara nyingine. 1, 2, 3. Umekamatwa hivyo, usimzuie wewe, laza yeye, usimzuie. Umekamatwa. Umekamatwa watoto 11, na hakuna mwenye akona ndoa nzuri ya kusaidia mwenzie. Watu wanatoka wenyewe. Mliwafanyia nini? Alafu unasikia mtu anaongea against deliverance. Imagine. Watu wanaongea vibaya. Kama kuna mhubiri hapendwi, ni mhubiri wa deliverance. Hawapendwagi anayetumika na deliverance, healing, prophetic. Hawapendwi. Mliwafanyia nini? Mliwafanyia nini? Nini mlifanya? Nimekamata huyo mtu. Njoo haraka. Njoo haraka kwa jina la Yesu. Mliwafanyia nini? Mliwafanyia nini? Yesu ulipokemea mapepo ziliongea. Yesu ulienda kanisani ukahubiri, mapepo wakalia kwa damu ya mwana kondoo. Haraka. Yes. Achia haraka. Mliwafanyia nini? Mliwafanyia nini? Sema kile mliwafanyia. Na amesema kwao ni wapi? Kirinyaga. Tunatumana moto Kirinyaga. Tunatumana moto kwa hiyo boma. Tunatumana moto kwa ndugu zake. Moto wa Mungu aliye hai. Nguvu iliyomtoa Petero gerezani. Malaika aliyetoa Petero kwa gereza, tunamtuma kwa hiyo boma. Watoto wa hiyo boma, gereza la kukosa ndoa, gereza la umasikini, gereza la ufukara. Wengine wana vipawa vya kumtumikia Mungu, ni watoto wanapenda Mungu, wanapenda wokovu, lakini roho ya giza imekamata. Natuma malaika wa Bwana anawatoa kwa gereza. Sema toa. Tunawatoa leo. Tunawatoa leo kwa hiyo gereza. Wanatolewa. Wanatolewa. Wanatolewa katika jina la Yesu. Mliwafanyia nini? Nimemtuma malaika kwa familia. Mliwafanyia nini? Nijibu haraka, ongea haraka. Mliwafanyia nini? Mliwafanyia nini? Hebu niambie nini mlifanya? Spiritual scanning. Mliwafanyia nini? Sema kile mlifanya. Sema kile mlifanya. Ongea haraka. Nasema ongea. Mliwafanyia nini? You spirit, ongea haraka. Mliwafanyia nini? Mliwafanyia nini? Sema. Mliwafanyia nini? Sema haraka. Hebu sema kile mliwafanyia. Mliwafanyia nini? Hata iendelea. Okay. Sawa, kwa nini wasiendelee? Kwa nini wasiendelee? Ongea kile mlifanya. Nimemtuma malaika wa Bwana tayari kwa hiyo familia. Nimemtuma kwa boma. Nimemtuma huyo malaika. Malaika wa Bwana. Kirinyaga ni mbali kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu iko chini ya miguu ya Mungu. Mliwafanyia nini? Sema kile mlifanya. Mlifanyaje? Umesema hawataolewa. Nini mlifanya wasiolewe? Kitu gani mlifanya? Mlizika nini ama mlitoa sadaka gani? Mlifanya matambiko ya aina gani? Nijibu haraka.
Nijibu haraka. Kwanza mwenyewe ako na kipawa. Hamtaki hicho kipawa kifungule kifanye kazi. Yes. Ako na kipawa. Mimi najua ako na kipawa ndani yake, lakini hajawahi jua. Lakini hamtaki. Ile life anaishi haiwezi kumruhusu hiyo kipawa ikafanya kazi. Mliofanyia nini? Na lazima kifunguke hicho kipawa. Mliofanyia nini? Sema kile mliofanyia nini? Sema haraka. Mlifanyaje? Niliwaroga. Niliwaroga. Ulitumia nini? Ulitumia nini? Niliwaendea. Uliwaendea wapi? Kwa mganga. Ukatoa pesa ngapi? Ulitoa pesa ngapi? Sema ile pesa ulitoa, ulitumia pesa ngapi? Ni familia ya kuendelea, sitaki waendelee. Umespendi pesa ngapi? Umespendi pesa ngapi kwa waganga? Mingi. Ngapi? Roughly. Pesa ngapi? Lazima unajua. Ulienda naenda Kiriniu. Unaenda Kiriniu. Sasa tufanye mahesabu. Mara ya kwanza ulienda ulitoa how much? Fungua akili. Ukiona anafungua kichwa ni kufungua akili. Yaani akili zao zinasafishwa. Akili zimevurugwa. So umesikia anasema sister yake alibeba vyombo mwenyewe akatoa. Yeye pia alijiondoa mwenyewe kwa ndoa bila kufukuzwa. Wanabebaga wenyewe. Na amelipiwa hadi mahari lakini akatoka akaacha. Mara ya kwanza ulitoa pesa ngapi? Ulitumia pesa ngapi mara ya kwanza? Pesa ngapi? Ngiri moja. Mara ya pili, unajua mchawi sometimes anahitaji pesa mingi, hata shilingi inaweza kukumaliza. One bob tu inafilisisha mtu. One bob. Mara ya pili, hizo umefanya renewed ni ngapi sasa? Nijibu haraka, hiyo ni spiritual scanning, nijibu haraka. Zile umefanya renewed ni ngapi? Ni ngapi? Hebu nijibu haraka. Huyu msichana usiniletee mchezo. Huyu msichana lazima afunguliwe. Ninawasha moto kwa tumbo. Moto na uwake tumboni na kwa mdomo. Tunawasha moto kwa tumbo katika jina la Yesu. Tunawasha moto tumboni, tunawasha moto kwa mdomo. Tumbo inawaka moto kana kwamba ni jiko la makaa katika jina la Yesu. Tumbo inawaka moto. Yesu, naomba madhabahu iwe na nguvu. Madhabahu iwe na nguvu Bwana. Madhabahu iwe na nguvu Yesu. Miujiza kupita kawaida. Watu wale waliondoka kwa ndoa zao, waliotolewa kwa ndoa, waregeshe kwa ndoa, wapatie ndoa zao, wapatie ndoa zao. Huyo mwanaume amtafute, huyo mwanaume amtafute Bwana. Kama angali anaishi, amtafute huyo mwanaume. Fungua haraka. Nini kingine mlifanya? Ulifanya nini kingine? Huyu kwanza sitaki afanikiwe huyu. Hautaki? Huyu ni kimbelembele. Anapenda maombi. Anataka kuniua huyu. Anataka kukua. Ni kimbelembele wa maombi, maana mnawaitaka kimbelembele. Wale watu wanapenda maombi, wanawaitaka kimbelembele. Mchawi anaitaka watu kimbelembele. Huyu anakusumbua na maombi. Anataka kukua. Ananijua. Anakujua kabisa. Okay, anakujua. Ninamfungua macho ya kiroho. Akiwa amelala hapo chini, nataka aone kile kinaendelea kule nyumbani. Akuone mahali penye uko na vile unapigwa na nguvu za Mungu. Nimetangaza na mfungua macho ya kiroho. Aone kinachoendelea. Macho yake ya kiroho na yafungua kwa jina la Bwana majeshi aliye hai. Anaona kinachoendelea. Huyu hutaki afanikiwe. Alafu huyo ni mtoto wa 10 na wa 9 naye. Wa 9 mgonjwa sahi. Mgonjwa sahi. Mgonjwa sahi. Anagonjeka nini? Wa 9 ni mgonjwa. Anagonjeka nini? Nijibu haraka. Sina muda kupoteza. Anagonjeka nini? Moto inamwaka. Moto. Wewe ndio umetuma huo moto. Wewe ndio umetuma hayo magonjwa. Wewe ndio umetuma. Nataka wazike mtu kwao. Wazike mtu. Wataka wazike mtu. Wewe ndio utakufa. Wa 8
Umefanya pombe. Wa nane ni msichana ama ni mwanaume? Mwanaume wa nane. Ameoa? Alienda. Bibi alienda. Okay, pombe. Wa saba ulimfanyaje? Mtoto wa saba ulimfanyaje? Nijibu haraka. Ulifanya nini? Ile first born. Siku ya graduation. Siku ya graduation. Kwa graduation, unaona wale mna graduate? Wewe ulitumia akili. Unaona vile ulifanya yako, sherehe yako, ulifanya vizuri. Ulichukua tu watumishi wa Mungu peke yake. Ulitumia akili, ulisaidiwa na Mungu wewe. Siku ya graduation ulifanya? Niliona atafanya hii familia iendelee. Alafu ukafanya nini? Ukamzima. Ulimzima kila mahali yake iendelee na shushu. Mahali yake akinunua ploti na shushu. Okay. Sasa ulimshusha kupitia mbinu gani? Nini ulitumia? Fungua akili kabisa. Huyu anafunguliwa akili ya biashara. Ulimfanyia nini? Niambie kile ulifanya. Ulifanyaje? Ulifanya nini? Ulifanyaje? Ulimfungia nini? Ulitumia nini? Asisaidie wenzake. Asisaidie ndugu zake? Asiwasaidie? Ulimfunga na nini? Mimi nataka kujua ulimfunga na nini. Nataka unielezee vile ulimfunga. Ulifanyaje? Hebu nielezee vile ulifanya. Eleza haraka. Pesa. Alikupea pesa? Alikupea pesa yako ama yake? Alikupea kwa njia gani? Alinunulia soda. Alikupea kunywa soda. Alafu ukaenda kufunga. Kukunywa. Au kukunywa. Ukaenda kufanya mambo yako. Mlifunga namna gani? Na alikupea pesa noti ama masilva? Noti. Nani amegraduate kwenu? First born anafanya kazi gani? Anafanya kazi gani kwa sasa? Ni accountant. Ameandikwa permanent ama kibarua? Sasa ni vibarua. Ni vibarua. Kazi yenyewe alikuwa akifanya kampuni ilichukuliwa ilisha. Weka mic vizuri wewe. Kampuni ifanye? Kama ilikuwa na madeni mengi. Ikafungwa. Shetani akiwa na winda mtu mmoja anaweza afanya hiyo kampuni kapata msukosuko. Unaona Mungu alikuwa anataka Yona mmoja tu, alifanya merikebu ikaleta nini? Shida. Sasa ndugu yako alipo graduate, kuna mtu alipea pesa kama kumnunulia soda hiyo miaka wakati huo. Yeye alimpa kama kumsaidia. Huyu naye kumbe alikuwa anatafuta ni vipi anaweza mnyamazisha. Na alipompa hiyo pesa ya soda, hakwenda kukunywa soda. Ushainiambia ndugu yako ni graduate? Ushainiambia? Nimejuaje ndugu yako ni graduate? Sasa alipopewa pesa akaenda kufunga, asiwahi faulu. Sababu ni hii, atainua familia kwenu. Lakini wacha nikushangaze hivi, ndugu yako atapanda ndege kama matatu. Mtu anapatanga pesa mingi, kazi yenye anapata. Sikiliza leo nikwambie, ndugu yako atakuwa na mali. Amen. Alafu kile kitakushangaza ni hiki, kwa sababu wewe ndio umetumiwa kufunguliwa kwake, atakupenda kuliko zamani. Yaani mpaka watu watasema mbona napendaka fulani sana. Tena nipendanga sana. Sasa itazidi. Unanielewa? Itafanya nini? Itazidi. Okay. First born ni mwanaume. Ni mwanaume. Ameoa? Alikuwa ameoa. Bibi akaenda akafanya harusi, akapata watoto watatu, wakaachana. Hana bibi mpaka sasa. Anapatanga wanaenda. Hakuna mke anaoa kae. Anapatanga bibi, wanakaa. Anamwacha.
akirudi anapata amechukua vitu zote, ameacha bila. Sasa niambie, alafu mtu anakwambia usipende deliverance. Angalia maneno, sikieni wenyewe. Ndugu yako jiweke kwa nafasi. Mtu amesoma, ako na kazi nzuri, anaweza lea mke, anaoa, bibi wanaenda na hawaendi bure, wanabeba kile ametafuta. Ni uchungu gani utasikia? Wale wazazi kama wako, ni uchungu gani wanasikia? Sasa hii ni wazi, please jamani. Hata saa nyingine okay, wengine watoto wenu ni wadogo, wako primary, wengine hata wajengia shule, wengine hamjaolewa, wengine please, kama mtoto wako ana perform vizuri shuleni, iwe ni siri yako. Unaenda graduation ya mtoto wako, hata vingine vikao za mahari, unalipiwa mahari. Hebu taka kujua wale watu wanakuja kukao cha mahari ni watu wa aina gani? Kuna mwingine alikuja hapa, wameenda kulipa mahari, vile walipanda gari wakitoka nyumbani, waliachania na mwanaume kwa njia. Alikuja hapa kanisani, wameenda kulipa mahari, kutoka nyumbani ndio imeishia hapo. Nyinyi mnaita mtu kwa sababu ni shangazi, oh shangazi, oh mjomba, oh nani, unamjua? Shangazi ndiye akushangaze basi. Shangazi afanye nini? Ndiye akushangaze. Kweli kabisa Dota. Unaita shangazi, kumbe msabi kabisa. Msabi ni mchawi. Hiyo ni Kitaita. Kikuyu mnasemaje? Nini? Mchawi. Morogi. Sasa Kitaita ni msabi. Kikisi, nani Mkisi hapa? Kikisi mnaitaje? Morogi. Sawa. Sasa okay, ukitoka hapa leo nataka ufunge 3 days. Kwenye maombi ya 3 days, mwambie Mungu wa mbinguni kitu kimoja tu. Mwambie Mungu, asante kwa sababu ya kuturudishia miaka iliyoliwa na nzige na parare. Omba na andiko la Yoeli 2:25. 2:25. Yoeli 2. Yoeli mlango wa 2. Yoeli 2:25. Yeah. Mlango wa 2 mstari wa 25. Yeah. Omba na hiyo. Alafu jambo la pili, okay. Alafu jambo la pili, mwambie Mungu, yoyote tuliyembeba kwa mioyo yetu tumemsamehe. Kuna watu lazima muachilie, mumpe Mungu nafasi alipe kisasi. Msipowaachilia, mnamnyima Mungu nafasi ya kudiri na wao. Waachilie. Nanielewa? Mwambie Mungu, asante kuturudishia miaka iliyoliwa na nzige na parare. Sasa unataja vitu, magari, mashamba, masomo, ndoa, unataja utajiri. Alafu mwambie Bwana, tumeachilia wale tuliowabeba kwa mioyo yetu, tumewaachilia. Alafu jambo la tatu, mwambie Mungu, ongea na ndugu zangu wote ya kwamba chochote watakiona kwa familia yetu wajue ni Mungu umefanya. Chochote watakiona kwa familia wajue ni Mungu. Wasibebe utukufu, wasimpe mwanadamu utukufu, wakupatie utukufu mbinguni. Katika jina la Yesu. Piga magoti. Funga macho. Sema tu, Bwana Yesu. Ina mikono wewe. Pokea utukufu. Pokea utukufu kwa yale umetenda. Kwa yale umetenda. Umefungua. Ndugu yangu atakaa na mke. Ndugu yangu atakaa na mke. Ndugu yangu atasomesha watoto. Ndugu yangu atasomesha watoto. Ndugu yangu ni mbarikiwa. Ndugu yangu ni mbarikiwa. Kama firstborn. Atakuwa ufunguo. Kwa ndugu zake wote. Kama firstborn. Atakuwa ufunguo. Kwa watoto wetu. Kama firstborn. Atatuingiza kazini. Atatufungulia kazi. Kama firstborn. Atafungulia watoto wetu njia. Wakwenda mataifa ya nje. Sema Baba, uliyeziumba mbingu na nchi. Pokea utukufu. Kwa roho ya utajiri.
utajiri, roho ya mali ambayo umeachilia. umeachilia. Asante kwa magari, asante kwa magari, asante kwa mashamba, asante kwa mashamba, asante kwa masomo, asante kwa masomo ya watoto wetu. Watoto wetu watagraduate, watamiliki degree, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano, ya sita. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, tunakupa utukufu. Moyo wangu nakushukuru, Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, Mungu mwenye haki, Mungu mwenye wivu. Pokea utukufu, pokea mamlaka. Mwaka huu wa 2026, mwaka wa mavuno, ni zamu yetu, ni zamu yetu, ni zamu yetu, ni zamu yetu, ni zamu yetu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka, pokea na enzi, tangu sasa na hata milele. Amen. Asante Yesu. Asante Yesu. Sifa na nguvu Baba wa mbinguni. Oh jamani, tupe Bwana makofi. Wewe ni Mungu mweza yote Baba wa mbinguni. Asante Bwana. Ndio maana Yesu nimekutukuza, nimekuabudu Baba wa mbinguni. Baba nimesema ni asante my contrary redeemer. Asante. Nimesema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu mweza yote. Asante. Kuna jambo lilokushinda wewe Yesu. Asante. Sina budi wala kukutukuza na kukuabudu na kusema ni asante Yesu kwa yale yote umetenda. Tunajua ya kwamba sio kwa nguvu zetu ila ni kwa nguvu zako Mfalme wa falme. Oh my Savior, my God. Asante. Wacha ombe.